Unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza, waokoa Yesu, waokoa Yesu, waokoa Yesu, waokoa Yesu, waokoa. Unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza, ni wa majibu Yesu, wa majibu Yesu, wa majibu Yesu, wa majibu Yesu, wa majibu. Ni mshindi Baba, ni mshindi Yesu, ni mshindi Yesu, ni mshindi Yesu, ni mshindi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, watoto wa Mungu Baba aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena, ni siku nyingine tena hii. Amen. Baba yetu wa mbinguni ametupa tena kibali. Tumekusanyika kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na ibada tulio nayo ni ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Neema ya Mungu imenikusanyisha, imenisimamisha katika nafasi hii ili tuungane pamoja, na kukaribisha sana katika ibada hii. Na kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu siku ya leo unasema ya kwamba, mwanadamu, kumbuka hizi nazo ni dalili za hatari za siku za mwisho. Kwa hiyo unapoziona zinatokea dalili hizi, mkimbilie Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mkimbilie Yesu Kristo. Huyu ndiye Mwokozi, manake anaweza kukuokoa katikati ya hatari hizi ambazo tunakwenda kujifunza. Mkimbilie Yesu aliye Mwokozi, mkimbilie Yesu aliye mkombozi. Anaweza kukukomboa na anaweza kukuokoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Takwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii na kuifungua ibada hii katika jina la Yesu. Baba, nasema asante kwa nafasi tena uliotupa kwa ajili ya utukufu wako. Hakika wewe ni Mungu na jina lako lizidi kutukuzwa siku zote za maisha yetu. Sante Baba kwa wema wako na fadhili zako. Sante Baba kwa uaminifu wako ulio mkuu. Tazama Bwana, ni sisi tena watoto wako umetukusanyisha tena pamoja kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu wetu na Baba yetu, tumekusanyika. Baba, ni mimi mtumishi wako, nikija madhabahuni mwako, nikiingia kwenye kiti chako cha rehema na neema, kwa jina la Yesu Kristo uliyenichagua kwa damu yako takatifu kuwa kuhani kwa ajili ya kazi yako Bwana. Tazama Baba, nimelibeba na kanisa lako hili, watoto wako wa kiume na wa kike katika pande zote za dunia, kwa jina la Yesu, juu ya kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Neno lako lilo hai linaniambia wapo walio wa kwako, na mimi Baba katika jina la Yesu na wabeba walio wa kwako, na ingia nao madhabahuni mwako sasa kwa utukufu wa jina lako Yesu.
Baba, nakusii rehema zako na neema yako juu yangu mimi mtumishi wako, mtumwa wako. Naomba msamaha wa damu yako usinipungukie Baba. Damu yako Yesu ikanioshe, ikanitakase, ikanisafishe na kuzidi kunisimamisha katika kusudi lako ulilikusudia, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninatubu sasa kwa ajili ya watoto wako hawa Bwana. Msamaha wa damu yako juu ya wateule wako hawa. Msamaha wa damu yako Baba usipunguke. Wasamehe dhambi, wasamehe makosa waliofanya mbele zako kwa kujua au kwa kutokujua. Zile dhambi ambazo Baba zimewafarakanisha na uso wako, zikafanya hata mkono wako usiweze kuwafikia, hata sikio lako lisisikie. Baba, ninakusihi rehema zako sasa zipate kupita kwao, na damu yako ya agano jipya Bwana Yesu ikawasafishe, na kuomba Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ukawasamehe. Ninatubu mimi kwa ajili yao Bwana. Msamaha wa damu yako usipunguke. Samehe malango yote yaliyofunguka kwenye maisha yao, hata adui shetani akapata uhalali wa kuingiza mashtaka yoyote. Baba, nimesimama katika agano la damu yako Yesu, lenye kufuta uhalali wote wa shetani, lenye kufuta mashtaka yote ya ule mwovu na kusimamisha lililo jema na kusimamisha mema. Ni damu yako Yesu inenayo mema, katika jina la Yesu Kristo nikiwanyunyizia watoto wako damu yako takatifu. Baba, ikawaoshe sasa, ikawasafishe, na jina lako likazidi kutukuzwa kupitia msamaha huu. Bwana Yesu, tuko hapa, ni siku nyingine tena Bwana umetupa kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Jinsi tulivyo Bwana, tunaikimbilia neema yako Bwana katikati ya udhaifu wetu. Baba, tunaomba neema yako situpungukie mimi na kanisa lako hili Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunajimimina kwako. Zungumza nasi, sema nasi, ukalithibitishe neno lako ya kwamba ni la kwako, limetoka kwako, na ndilo ulilolikusudia kwa wakati huu kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba, katika jina la Yesu. Mtumishi wako Bwana, nimesimama katika agano la damu yako takatifu. Unijalie kulinena neno lako kwa ujasiri na hekima yako Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Roho Mtakatifu wa Mungu ukapite, ukalithibitishe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neno lako lenye kuponya, lenye kuisha, nguvu zako Baba zikadhihirike sasa, na jina la Bwana Yesu likazidi kutukuzwa milele na milele, na ufalme wako Bwana Mungu wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, ukazidi kuja hapa duniani kama uko mbinguni. Ufalme wa Mungu katika jina la Yesu uliojaa haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo ukatawale. Baba, takasa mawazo yetu, fikra zetu kwa nguvu ya jina la Yesu, nikiangusha kila elimu zinazojinua juu ya elimu ya Mungu ndani na nje yetu kwa jina la Yesu, nikiteka nyara fikra zote, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, baharini, nchi kavu, pande zote ninaziamrisha sasa zipate kumtii Kristo. Kwa jina la Yesu nateka nyara fikra zote kwenye mbingu za mbingu, kwenye chini ya nchi, ninaamuru zipate kumtii Kristo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu tawala, uwepo wako na nguvu zako zikadhihirike, uweza wa neno lako Bwana ukadhihirike sasa katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji wa neno lako ukadhihirike sasa katika jina la Yesu Kristo. Aliye gizani mwanga ukaangaze kwenye maisha yake sasa. Ile nuru ya Kristo ya Yohana 1:5 ikaangaze sasa kwenye maisha ya kila mmoja kama ilivyoandikwa Bwana, nuru yako Kristo inang'aa gizani na giza halitotuweza kamwe. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu na upo kuliangalia neno lako upate kulitimiza katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nina ujumbe mfupi, ninaomba neema ya Mungu isikupungukie katika kusikia ujumbe huu. Mwanadamu, hizi nazo ni dalili za hatari za siku za mwisho. Kwa hiyo unapoziona zinatokea, mkimbilie Yesu Kristo, ndiye Mwokozi na mkombozi wa mwanadamu. Ndiye Mwokozi na mkombozi wa maisha yako, wa hatua za maisha yako. Nitasoma neno la Mungu katika Timotheo wa pili, ule mlango wa 3, kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 5. Ndio tunasimama na neno hili. Neno la Mungu linasema, mstari wa 1,
lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwapo nyakati za hatari. Kwa hiyo neno la Mungu linatuonya kabisa kwamba siku za mwisho nyakati za hatari zitakuwapo. Na neno la Mungu linaposema hatari, kuna uzito wake. Usichukulie tu ile hatari ya kibinadamu. Ni hatari, likisema hatari, hatari kweli. Kama vile linavyosemaga baraka, Mungu akikubariki hakuna kukushusha, ndivyo linavyosisitiza kwa habari ya hatari ya siku ya mwisho. Siku hizi za mwisho ambazo sisi tunaishi ndani yake, kutakuwa na majira ya hatari. Kwa hiyo yatupasa kuwa makini na kuwa macho. Na moja ya majira hayo ni haya ambayo ninakwambia, ambayo tunaendelea kuyapata katika neno la Mungu la hili Timotheo wa pili, ule mlango wa 2 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Na ndivyo tunaona sasa hivi. Watu ni wanajipenda wenyewe kuliko kuwapenda wengine. Wanajilimbikizia vitu wenyewe, hawakumbuki wengine. Hizi nazo ni dalili za nyakati za mwisho, uwe macho. Neno la Mungu linaendelea kusema wenye kupenda fedha. Hii nayo tunaiona katika nyakati hizi. Hizi nazo ni dalili za nyakati wa mwisho. Kwa unapoona watu wanapenda fedha sana kuliko kumpenda Mungu, kuliko kupenda wenzao, mtu yuko tayari auwe kwa vipande fulani vya fedha. Kwa hiyo jua ya kwamba ni hatari za siku za mwisho. Watu watakuwa wenye kujisifu. Tunaona sasa hivi watu wanajisifu sana, na sifa nyingine ni za uongo. Unakuta mtu maisha yake ya kila siku ya hivi live ni tofauti na yale maisha ya kwenye mitandao. Kwa hiyo jua kwamba hizi ni nyakati za hatari za siku za mwisho. Yaani mtu anataka tu aonekane ana maisha fulani, sifa. Yaani unapenda sifa, hata utukufu kumrudishia Mungu umesahau. Ndivyo nyakati hizi zilivyo. Watu wenye kujisifu, watu wenye kupenda fedha, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana, kuliko kupenda wenzao, kuliko kumpenda Mungu. Wenye kujisifu, wenye kiburi. Neno la Mungu linaendelea kusema watu watakuwa ni wakaidi, wenye kiburi. Yaani mtu unamwambia habari za Yesu, yaani mtu ana kiburi cha uzima. Yaani mtu anasahau kwamba mwanadamu siku zake ni chache sana hapa duniani. Kwa hiyo anakuwa na kile kiburi cha uzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Unashuhudia kabisa mtu anafanyia mtu kitu kibaya kwa sababu ya ile nafasi aliyokuwa nayo. Yaani una kiburi fulani kwamba umesahau kwamba aliyewaumba ni mmoja, na ipo siku mtakutana mahali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo wanakuwa na kiburi cha uzima. Yaani kiburi cha uzima nikisemaje? Yaani mtu anasahau Mungu yupo na ndiye anayewapa thawabu wanadamu. Anasahau kabisa, anajiinua fulani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ana kiburi kama vile shetani alivyokuwa na kiburi, akataka kujilinganisha na Mungu na Mungu akamshusha chini kabisa. Ndivyo nyakati za mwisho hizi kiburi kitakuwepo. Unakuta mtu anapokea utukufu wa Mungu, anapokea sifa za Mungu. Unakuta hata mtumishi wa Mungu akimhudumia Mungu, amrudishie Mungu utukufu. Hizi zote ni dalili za nyakati za mwisho. Mtumishi wa Mungu anataka aabudiwe, ainamiwe. Yaani yeye ndio ajulikane kuliko Yesu kujulikana. Hizi nazo ni nyakati za mwisho. Hivyo vyote ni viburi. Neno la Mungu linaendelea kusema wenye kutukana. Tunaona sasa hivi kutukana, si watoto, si watu wazima, si wazazi, kutukana, matusi. Hizi nazo ni nyakati za hatari za siku za mwisho. Neno la Mungu linaendelea kusema wasiotii wazazi wao. Haya nayo tunawaona. Sasa hivi watoto wamefikia mpaka kuanza kupigana na wazazi wao, kuwapiga wazazi wao. Mtu anamjibu mzazi wake kama vile sio anamjibu nini. Hizi nazo ni nyakati za hatari za siku za mwisho. Wasio na shukrani.
watu wamekosa shukrani, hata kanisa limekosa shukrani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna ufunuo ambao nilikuwa nimepewa, tumekuwa tumeanza ibada za uamsho wa kanisa kumshukuru Mungu. Watu wamekosa shukrani, wamejaa manunguniko tu, yani mtu hana shukrani kwa Mungu. Mungu akimfanyia sasa hivi anakuja tena na listi nyingine, hajamshukuru kwa hili. Kwa hiyo watu wanakosa shukrani kwa wenzao, shukrani kwa Mungu. Mtu unamfanyia kitu lakini anaona ya kwamba ulikuwa ni kama wajibu wako, hana shukrani. Tena zaidi ya yote, yani manake harudishi shukrani. Unafanya mema, mtu anakurudishia mabaya. Kwa hiyo usishangae, hizi ni dalili za hatari za siku za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wasio wasafi, watu wamekuwa wachafu kuanzia moyoni mpaka nje. Uchafu umezidi, uchafu wa roho, uchafu wa mwili, yani kila kitu. Hizi nazo ni hatari za siku za mwisho. Wasio wapenda wakwao, watu wamekuwa hawana upendo. Hata wale wa karibu yako huna upendo nao. Hizi nazo ni hatari za siku za mwisho. Wasiotaka kufanya suluhu, yani watu wameshindwa, hawana mioyo ya kusamehe. Suluhu hamna, watu hawataki kusameheana, yani watu wakikiana maugomvi, mabifu ni mabifu na mabifu na mabifu, na kutangaziana mpaka kwenye mitandao, kwenye maredio. Hizi nazo ni hatari za siku za mwisho. Wasiotaka kufanya suluhu ni watu hao. Kumbuka ninalisoma neno la Mungu. Wasingiziaji. Kwa hiyo ukiona masingizio yanazidi, yani mtu anatunga uongo tu ili mradi anataka watu wakuchukie. Hii nayo ni hatari ya siku za mwisho. Kwa jinsi tunavyozidi kwenda, msishangae mambo haya tunayoyasema hapa yakazidi, na ni hatari. Yani manake yatakuwa yanaweka watu katika wakati mgumu. Watu wasiojizuia. Hawatafakari mara mbili kwamba kitu hiki kinampendeza Mungu au hakimpendezi. Kwa wanafanya tu, yani hawajizuii. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakali. Mimi nimeona leo, nimeshuhudia mpaka watoto wadogo wanawakemea wazazi wao, na mzazi amekuwa hivi. Umeona? Kwa hizi nazo ni hizi ni hatari za siku za mwisho. Roho ya uasi inatawala. Wakaidi, wasaliti, neno la Mungu linasema wasiopenda mema. Kutoka wakali pale unaona wasiopenda mema. Watu hawapendi mema, yani watu wanapenda mabaya. Watu wanapenda mabaya. Hata unapojitahidi kumpenda mtu, yani bado anakuja kumrudishia ubaya. Yani watu hawapendi mema, hawapendi amani. Wasaliti, mtu anakusaliti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hizi nazo ni hatari za siku za mwisho. Wakaidi, wenye kujivuna. Tunayaona majivuno yamezidi sasa hivi sana. Hata yale ya uongo, yani mtu anajivunia hadi sifa za uongo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Yani watu wanapenda anasa za dunia hii, starehe za dunia hii kuliko kumpenda Mungu. Haya nao tumewaona wapendwa, tunayaona na tumeyashuhudia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Hii nayo ni hatari ya siku ya mwisho. Sasa tukiangalia dalili zote hizi, hakika tunaishi kwenye nyakati za hatari za siku za mwisho. Maana yake Bwana wetu Yesu Kristo yuko mlangoni. Katika ulimwengu wa kiroho, yani Yesu yuko hapa mlangoni. Sisi ukiangalia kimwili hivi ndio unaona kama anakawia, lakini katika ulimwengu wa kiroho shetani anajua, mapepo yanajua, kuzimu inajua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuko mlangoni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hizi dalili zote, hakika tunaishi kwenye nyakati za hatari za siku za mwisho. Sasa kuna kipengele hapa nataka nikifafanue kwa ajili ya faida ya kanisa la Bwana, kwa ajili ya faida yako wewe mtoto wa Mungu.
Amen. Hichi cha mwisho kinachosema wenye mfano wa utauwa, maanake wana mfano wa utakatifu, lakini wakikana nguvu zake. Yaani nyakati hizi kutatokea watu wana mfano wa utakatifu, lakini wanakana nguvu za Mungu. Umeelewa? Nitafafanua kipengele cha mwisho kinachosema kutakuwa na watu wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu za Mungu. Maana yake ni watu hawa wana mfano wa utakatifu, wana mfano wa Ukristo, lakini wanakana nguvu za Mungu, ambazo nguvu za Mungu ni nini, Mama El? Nguvu za Mungu ni msalaba wa Yesu na Roho Mtakatifu. Na hii tunaona katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ule mlango wa 16 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Neno la Mungu linatuambia mtakeni Bwana, yani tumtake huyu Bwana, huyu Yesu tumtake na nguvu zake, alafu tuutafute uso wake siku zote. Huyu Mungu tumtake na nguvu zake, tuutafute uso wake siku zote. Sasa tukirudi kwenye zile hatari za Mambo ya Nyakati za Mwisho, anasema hawa watu watakuwa wenye mfano wa utakatifu, utauwa, lakini wanakana nguvu zake. Kwa hiyo hili neno wanakana nguvu za Mungu. Neno la Mungu linatuambia tumtake Mungu, tumtake na nguvu zake, tuutafute uso wake siku zote. Sasa wenyewe wanaenda vice versa, wanamkana Mungu, wanakana na nguvu zake, lakini wanajiita ni watakatifu, wanajiita ni Wakristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa kwa neno hili, Mungu yupo sawa na nguvu zake zipo, na tunatakiwa tumtafute Mungu Baba na nguvu zake. Na tukisoma ile Wakorinto wa kwanza, ule mlango wa kwanza mstari wa 18, neno la Mungu linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba ni nguvu ya Mungu kwetu sisi tunaokolewa, lakini kwa wale wanaopotea neno la msalaba kwao ni upuuzi. Kwa hiyo nyakati hizi utaona kabisa kwa wengine msalaba wanauona ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa msalaba ni nguvu za Mungu. Maana yake wanapuuzia, wanaona hauna faida, lakini kwetu sisi tunaookolewa tutazidi kukaza, tukiamini kabisa, tunajua tunayemwamini kwamba tunajua kwetu sisi msalaba wa Yesu ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa tukirudi kwenye pointi yetu, msalaba ni nguvu ya Mungu. Amen. Na tukisoma Matendo 1 mstari wa 8, utanielewa tu ninapotaka kwenda, ninachotaka kukuambia. Matendo 1 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo kwa neno hili, Roho Mtakatifu wa Mungu ni nguvu ya Mungu. Anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajalia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amebeba nguvu za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amebeba nguvu za Mungu. Yeye ni nguvu za Mungu na amebeba nguvu za Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema Roho yule yule aliyemfufua Kristo ndiye ambaye anatufufua na sisi kwa nguvu ile ile iliyomfufua Bwana Yesu, na sisi tunafufuliwa pamoja naye. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa nataka niende na wewe hapa taratibu. Tumeona kwamba neno la msalaba kwa wengine ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Kwa hiyo tunakubaliana wote, maandiko matakatifu ya Mungu yanatuambia msalaba wa Yesu ni nguvu za Mungu. Alafu tumeona ya kwamba Matendo 1:8 ya kwamba huyu Roho Mtakatifu pia ni nguvu ya Mungu, ni nguvu za Mungu, ni amebeba nguvu za Mungu na ni nguvu za Mungu, ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa baada ya kujua nguvu za Mungu ni nini,
Sasa tunaambiwa hivi, nyakati hizi za hatari za siku za mwisho, kuna watakao kuwa wana mfano wa utauwa, mfano wa utakatifu, mfano wa Ukristo, lakini wanakana nguvu za Mungu. Sasa kutokana na mistari hii miwili, maana yake hawa watu wanajiita watakatifu, wanajiita watauwa, wanajiita Wakristo, lakini wanakana msalaba wa Yesu na wanamkana Roho Mtakatifu wa Mungu, ambao msalaba wa Yesu ni nguvu za Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu ni nguvu za Mungu. Nafikiri hapo umenielewa, na Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie sana. Maandiko yanatuambia katika ile Timotheo kwamba katika dalili hizi za nyakati za mwisho kuna watu watakuwa wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu za Mungu. Sasa tumeona kwamba mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwa ukumbe Mungu ana nguvu zake. Tukaona mistari hii miwili kwamba msalaba wa Yesu kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Kwa msalaba wa Yesu ni nguvu za Mungu, na tumeona kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu ni nguvu za Mungu. Sasa katika nyakati hizi za mwisho, watu watakana msalaba wa Yesu na watamkana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana wewe unayejiita Mkristo, unisikilize, ufungue masikio yako usikie. Ni hatari kuliko unavyofikiri kukaa kwenye madhabahu inayokana kazi ya msalaba aliyoifanya Bwana Yesu Kristo. Ni hatari kukaa kwenye madhabahu inayokana kazi ya msalaba. Msalaba umekuletea nini? Inakana wokovu, inamkana Yesu, inakana nguvu za Mungu. Na pia ni hatari kukaa kwenye madhabahu inayomkana Roho Mtakatifu wa Mungu na yale aliyoyabeba Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa ikiwa uko kwenye madhabahu hii, madhabahu ambayo inakana kazi ya msalaba wa Yesu, inakana msalaba wa Yesu, inakana wokovu na inamkana Roho Mtakatifu, inakana na nguvu zake, wewe unajua hapo ulipo. Mnampokea Roho Mtakatifu? Mnahubiriwa habari za wokovu na kumpokea Roho Mtakatifu hapo ulipo? Jipime na uamke, maana hizi ni nyakati za mwisho za hatari. Na kumbuka, Yesu atakaporudi, msalaba ni wa binafsi. Msalaba sio wa kigrupu, kila mtu atabeba mzigo wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kama upo kwenye madhabahu kama hizo, amka. Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie na akutoe huko, uitafute kweli ya Mungu. Usiwe mmoja wa wanaopotea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Hili ndilo neno la Mungu, na Mungu Baba akusaidie sana. Aokoa Yesu, aokoa Yesu, waokoa Yesu, waokoa Yesu, waokoa. Baba unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza. Nitakwenda kumshukuru Mungu. Baba, nasema asante kwa neno lako la uzima ambao limekuja kutuokoa na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Baba, nasema asante kwa kila mmoja aliyesikia neno hili, ambapo Mungu umemkusudia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nami Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuomba Baba, sasa Roho Mtakatifu wa Mungu, asante kwa kuniwezesha kulisema neno lako. Ninakupisha wewe sasa Bwana, uzidi kulithibitisha Bwana. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakuomba Baba, ulihudumie kanisa lako sasa kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu, mguse kila mmoja. Roho Mtakatifu wa Mungu, mguse kila mmoja kwa sauti yako hii Baba. Roho Mtakatifu wa Mungu, nguvu zako na uweza wako, hakika wewe ndiye nguvu za Mungu na uweza wa Mungu wenye kutuwezesha uwezo ulio mkuu, katika jina la Yesu. Basi kama unaisikia sauti hii na bado haujampokea Bwana Yesu,
basi upo tayari kumwamini huyu Bwana Yesu na kazi ya msalaba, kazi aliyoifanya msalabani, ninakukaribisha katika maombi haya, na upo tayari kumkaribisha Bwana Yesu kwenye maisha yako na akujaze kwa Roho wake Mtakatifu. Kumbuka, hizi ni nyakati za mwisho. Wengi wanajiita Wakristo lakini hawana wokovu, hawamtaki Roho Mtakatifu pia. Hawamtaki Yesu wala Roho wake Mtakatifu. Maanake hawamtaki Mungu wala hawamtaki nguvu zake. Na kama uko tayari kumtaka huyu Yesu, kusema uko tayari kumwamini na aingie kwenye maisha yako, afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, karibu maombi haya. Utasema, Bwana Yesu, omba, mimina moyo wako kwa Baba. Fungua moyo wako, muangalie yeye aliyekufia pale msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninafungua moyo wangu na kinywa changu, ninakukimbilia wewe, nisiaibike milele, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote na makosa yangu yote na maovu yangu yote na uovu walionitangulia. Leo hii ninatubu dhambi zangu na kuomba Bwana Yesu unisafishe kwa damu yako ya agano jipya. Bwana Yesu, ninakufungulia wewe kila mlango wa maisha yangu. Ninakukaribisha Bwana Yesu. Ingia ndani yangu. Ingia kila eneo la maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na Mungu wangu, na mfalme wangu, na mkombozi wangu. Bwana Yesu, ninakupenda. Bwana Yesu, ninakupenda. Bwana Yesu, ninakupenda. Ninakuamini kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na Mungu Baba alikufufua katika wafu. Ninakuamini Bwana Yesu, umekufa na kufuka kwa ajili yangu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa neema hii Baba, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba unibatize kwa Roho wako Mtakatifu na unijaze Roho wako Mtakatifu, na mafuta yako yamiminike ndani yangu ya Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kunishindia vita vya siri na vya wazi. Umenishindia umauti. Umenishindia Bwana majaribu. Umenishindia yote. Nami Baba ninashinda ndani yako tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kwa damu yako ya agano jipya, ninajiungamanisha na msalaba wako na Utatu Mtakatifu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tangu sasa na milele, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Takwenda kumshukuru Mungu na kukuombea. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako waliosema ndio kwako. Mungu, kama ulivyoahidi kwenye neno lako, ambapo Bwana wewe si mwanadamu hata useme uongo. Umesema anayekuja kwako hutomtupa nje kamwe, na hutoacha yoyote amnyang'anye kwenye mikono yako. Basi kwa Roho wako Mtakatifu Bwana, alama yako ikaingia kwenye maisha ya watoto wako, chapa ya Roho wako Mtakatifu, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nami Baba, katika jina la Yesu, kwa msamaha huu na ukombozi wa damu yako Yesu, natamka uponyaji juu ya kila aliye mgonjwa, katika jina la Yesu Kristo, akawe mzima sasa. Nguvu za giza, falme za giza, mamlaka za giza, wakuu wa giza, wafalme wa giza, majeshi ya mapepo mabaya, mapepo machafu katika ulimwengu wa kiroho, walioshika maisha ya watoto wako hawa, Baba, katika jina la Yesu ninaamuru sasa sipate kuachia. Achia nguvu za giza, achia watoto wa Mungu hawa. Achia watoto wa Mungu hawa. Hawa sio wako tena Shetani. Falme za giza, ondoka kwenye maisha ya watoto wa Mungu hawa.
Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye, mamlaka za giza, wakuu wa giza, wafalme wanga, ondoka kwa nguvu ya jina la Yesu, wakiwemo majini, mapepo, wachawi. Ninawaamrisha sasa, achia mwili wa Kristo, achia viungo vya Kristo. Hawa sio wako tena shetani. Ninakuamrisha kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, ondoka, 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 ondoka katika jina la Yesu Kristo. Beba na bidhaa zako, beba na masumbufu yako kwa jina la Yesu. Ondoka shetani na magonjwa yako na mizigo uliokuwa umewabebesha watoto wa Bwana Yesu. Hawa sio wako tena shetani. Achia maisha yao kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Achia hatima zao, achia uchumi wao kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kuwa imeandikwa, tutamtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote, kwa mali zetu, kwa kila kitu chetu, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Shetani, achia mali za wateule wa Bwana, achia hatua zao, achia familia zao. Una kila kitu walicho nacho sasa, ninakimwagia damu ya Yesu na kukikomboa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, vikatumike kwenye ufalme wa Mungu Baba aliye hai. Hakika Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu milele. Baba, nasema asante kwa ajili ya ibada hii, nami nazidi kutamka uzima na kusonga mbele juu ya wateule wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakutokuwapo wakati tamaa wa kurudi nyuma, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kutukumbusha kwamba hizi ni nyakati za mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tupe kukesha, kuwa macho kila wakati Bwana, tukiutazamia wokovu wako Bwana. Asante Bwana Yesu, asante Baba, na ubariki ujio wako mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa alama za mikono na miguu yako na ubavuni mwako na kichwani ulivalishwa taji ya miba. Baba, yote ni ishara kutupenda sisi wanadamu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu, tukufu na heshima ni kwako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Damu ya Yesu ikufunike na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 293 na namba nyingine ni +255 769 145925. Damu ya Yesu kufunike. Songa mbele. Thamani yako haipimwi na mtu yoyote, bali inapimwa na msalaba wa Yesu. Songa mbele. Aliye mwanzilishi wa safari yako leo hii ndiye anakwenda kuitimiza. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Amen.